Amen. Asante. Bwana wabariki waimbaji, Bwana wabariki kila mmoja wenu. Ni kwa ajili ya kuwa pamoja, ni kwa ajili ya ibada ya leo. Na maana Mungu ni mwaminifu na sababu ni kwa ajili ya kila mmoja wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. 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 Chetu ni kupata faraja ndani ya Bwana, kumwambia Bwana kila chote tunachohitaji ako nacho, akatuonekanie, akatutendee na akatudhibiti. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Maana tunahitaji tu kuachilia maisha yetu mikononi mwake na kumwambia Bwana, tenda tu wema wako, tenda tu uzuri wako. Bwana Yesu apewe sifa. Maana anatuambia kuna malisho, atatulisha, ako na baraka. Anatuambia ni nyingi kama changarawe ya baharini, hakuna anayeweza kumaliza. Kile chako ni chako na si cha mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hivyo chetu ni kutumainia Bwana na kujua ana mpango mzuri ni kwa ajili yetu. Na ndio sababu tunamuinamia, tunamtukuza na kumwambia akatutende mema na zaidi akatushangashe kwa wema wake na rehema zake. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo tutachukua nafasi kwa ajili ya kushiriki neno la Bwana, na najua Mungu ataenda kutusaidia, ataenda kutuongoza na kutuonekania, maana ni Mungu mwaminifu. Neno la mchana wa leo tunatamani kuangalia kufunguliwa kutokana na vifungo, minyororo, korokoro, zile vitu ambazo zinaweza kuwa zimeandama maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Tunahitaji kufunguliwa, na ndio tunamwambia Bwana ni sisi hawa akafungue kila kifungo yule mwovu ibilisi, akakatekate kila minyororo, kila ngereza za huzuni za mateso, akakatekate na kufungua kila milango. Bwana Yesu apewe sifa. Nani anaweza simama mbele ya Bwana? Hakuna. Bwana Yesu apewe sifa. Ni Mungu mwaminifu na ni Mungu ambaye tunahitaji kuja mbele zake kwa ujasiri, tukijua yeye ni mpiganaji wetu na kujua yeye anaweza. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tukaanze Wagalatia sura ya 5. Wagalatia sura ya 5. Hapo ndipo nataka tukaanze, maana Yesu Kristo alipokuja ulimwenguni alikuja kutukomboa. Bwana Yesu apewe sifa. Kutokana na minyororo ya ulimwengu huu, na kutokana na giza, na kutokana na kazi za ulimwengu. Na ndiye anasema kabla ya kuokolewa kwetu tulikuwa tumefungwa na roho za mkuu wa anga, anayeleta uasi na anayeleta kututawala tukaishi kimwili na kiulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini alikuja ni kwa ajili ya kututoa pale na kutusimamisha pahali pengine patakatifu na pazuri, palipo na baraka na ushindi. Na ndio neno la Bwana Wagalatia sura ya 5 mstari wa 1 inasema, katika ungwana huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya konga la utumwa. Bwana Yesu apewe sifa. Katika ungwana huo Kristo alituandika huru. Bwana Yesu apewe sifa. Kiingereza inasema, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made you free. The Son of God has come to set us free. Alikuja kutuweka huru. Sijui ni nini ambacho inaweza kuwa imekufunga, sijui ni nini ambacho unaweza kuwa kinakusumbua, lakini kwa yote tunaambiwa na Yesu Kristo amekuwa muungwana, na amekuja ni kwa ajili ya kutukomboa na kutusimamisha kwa kuwa huru. Bwana Yesu apewe sifa. We are free, and that is what God wanted for man. We be free. Na ndio anasema huo mstari ukimaliza, anasema kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya konga la utumwa. When you have been set free, he says, maintain that position. Don't let it go. Don't move to another place. But he says, stand there in that position. Nimekutoa utumwani na nikakuleta nikakuweka mahali panzuri, ukaona ushindi, ukaangaze na ukaweza kuburudika. Na ndiye anatuambia tukijitahidi tusiondoke pale. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndiyo inahitaji kuwa ni juhudi zetu, tukang'ang'ane kudumisha uungu ndani yetu, na tukakatae kuwa watumwa tena, tukakatae kunaswa tena na yule mwovu ibilisi kwa njama zake, kwa njia zake, kwa vifungo zake, kwa korokoro zake, kwa laana zake. Bwana Yesu apewe sifa. Maana Yesu Kristo alimaliza hii kazi yote. Na ndiyo Yohana sura ya 8 anatuambia, whoever the Son of God has come to set free is free indeed. Umefunguliwa kabisa. Anapo kuja, unapomuita akuokoe, alikuokoa akakuosha
kikamilifu. Bwana Yesu apesi. Kikamilifu. Na ndiyo anasema hakuna lawama tena juu yako. Na ndiyo anatuambia tukadumishe hiyo. Bwana Yesu apesi. Ni mara ngapi tumedumisha ama tumetoka kudumisha? Maana kile tunaonywa na tunachoambiwa ni tujihadhari, tusiwekwe kwa konga, kwa nira tena. Maana alituita na akatuambia, "Njooni kwangu mnaolemewa na maisha, mnao mambo mazito mnaokabiliana nayo. Njooni kwangu, nitachukua nira yenu, konga yenu, na nitaivunja na nitawapa ile nyepesi." Ni kwa ajili ya kufurahia maisha haya. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio unashindwa, kama umekombolewa mbona urudi tena kwa ule utumwa? Mbona kama umetolewa kwa shida urudi tena kujiingiza kwa shida na mambo tena yakakuandami? Na ndio kitu ambacho tunaambiwa mstari wa 13 unasema, "For you brethren have been called to liberty." Tumeitwa kwa uhuru na kutembea uhuru, tukaangaze na tukatembee kuonyesha utukufu wa Mungu. "Only do not use liberty as an opportunity for flesh." Tusitumie uhuru huo kwenda tena kwa dhambi, "but through love serve one another." Bwana Yesu apewe sifa. Tumetolewa utumwani, na ndio tunaambia tudumu katika hiyo hali ya kukombolewa na tusirudi tena, lakini tuwe watu wenye uhuru kwa mwili na tukawe uhuru kwa dhambi, na tukaweze kuwa watu ambao wamejawa na upendo, na ni kwa ajili ya kutumikia yule mwingine. We are called to serve. Are you serving the other person? Are you serving God? Maana tu ile jambo kuu tumepewa, it is to serve. Na ndio tunaambiwa tuweke nia zetu kando, tofauti zetu kando, tutembee kwa upendo ili tukatumikiane. Bwana Yesu apewe sifa. Na pia tukamtumikie Mungu. Na ndiyo kitu ambacho kinatuonyesha kuwa shetani ana mpango, ni kwa ajili ya kuturudisha pale ambapo tumetoka. Na ndio tunatahadharishwa, tukajitahidi na tukajihadhari tusinaswe tena. Maana unaponaswa mambo yako yanaanza kuvurugwa na kuharibiwa tena. Unaanza kurudishwa pale ulipotoka. Unaanza hata kurudishwa nyuma. Unaanza kukuta mambo yako hayaendelei. Utaanza kukuta unang'ang'ana. Utaanza kukuta mambo hayako sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Utakuwa unatuambia mambo hayako sawa. Mambo hayako sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Mambo hayako sawa. Na itakuwa sawa namna gani? Kama tutajitwika kwake. Kama tutakaa hapo na tukaweze kuepukana na kila mitego na kila minazo na kila njama za yule mwovu ibilisi. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tuangalie Wakorintho wa pili sura ya 3, sura ya 10. Ama kabla uende mbali, hebu angalia kwanza Galatians chapter 2 verse 4. Galatians chapter 2 verse 4. Ndio tuweze kuelewa tunarudingi namna gani na tunaendanga kunazwa tena namna gani. Ni nini ambayo inafanyika? Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio neno la Bwana linasema Galatia 2 mstari wa 4, "And this occurred because of false brethren secretly brought in, who came in by stealth to spy out the liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage." Bwana Yesu apewe sifa. Kumekuja watu wa kutuchunguza, wa kutupeleleza. Nia yao si kuwa wameitwa kwa wito wa Kristo, lakini wamekuja kuona vile watatunasa na kutufunga tena kwa utumwa. Bwana Yesu apewe sifa. So shetani hatakuwa mbali. Huyu atakayekuwa nayo mambo mabaya hatakuwa mbali. Tunaambiwa tujiangalie na tujue katikati yetu kwa ataingia, waje wachunguze na waje na nia zingine. Na ndicho kitu ambacho tunaambiwa tujiangalie, wasije tena watuletee vifungo, wasituletee minyororo, wasituweke kwa korokoro za yule mwovu ibilisi za mateso. Bwana Yesu apewe sifa. Maana mara mingi Wakristo hawajui shida wanapoingia, wanapoanza kujikuta ndani ya shida. But I want to show you the way. How does it happen and where does it all come from? Bwana Yesu apewe sifa. Maana tunaambiwa tujitahadhari. Utajitahadhari kwa nini na nini kama ukijui? Na ndiyo sababu tunahitaji tukajue kuna hayo vita ambayo tunapambana nayo kila siku na kila usiku na kila mchana. Na ndiyo Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 hadi wa 5 tunaambiwa, "Maana ingawa tunaenenda katika mwili,
hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Maana ingawa tunaenda katika mwili, hatufanyi vita jinsi ya mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaenenda na ama tuko ndani ya mwili. Umbo letu ni ya mwili. Lakini tunaambiwa tukae ndani ya roho, na roho atawale mwili. Maana vita tutakazopigana nazo hatuzioni kwa mwili, lakini tutaziona na tutazisikia na tutaweza kuzifeel kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Mstari wa 4 anasema, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali ni za uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Maana silaha za vita vyetu si za mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna vita ambazo tunahitaji kupigana, na tunaambiwa silaha ambazo tunahitaji tukashinde si mwili wako, si akili yako, si nguvu yako, lakini ni nini ambacho tunahitaji? Tunaambiwa bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Bwana Yesu apewe sifa. Tunahitaji nguvu za Mungu tukavunje kila njela, tukaharibu kila ngome na kila vifungo na kila minyororo. Maana hizo ndio vitu zinatusumbua. Na mimi sijui nini nakufunga, sijui kwa korokoro gani, na ndiye anatuambia tutahitaji roho wa Mungu aliye na uweza, anayetengeza njia, anayetetea, anayeinua na anayeshindania. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. To break ama to penetrate, to go through the stronghold, to shake every evil foundation, to declare and see things change. Na ndiyo mstari wa 5 anasema, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Silaha ambazo tumepewa ni za kuweza kuangusha mawazo duni. Shetani ataingia kwako, akufunge mawazo yako na akili yako. Na ndio tunaambiwa tumeokolewa na tubadilishwe hata dhamira zetu na mawazo yetu na mioyo yetu. Na ndio tunaambiwa nguvu za Mungu ndizo zitainukia hayo mawazo, zitainukia hiyo mwili wako, zitaweza kukupea nguvu juu ya kila kitu kinachojiinua. Ni nini inayojiinua mbele zako? Ni vita gani inayoinuka mbele zako? Utahitaji uweza wa Bwana ili ukashinde. Bwana Yesu apewe sifa. Si uweza wako ama umbo la mwanadamu, lakini unahitaji hizi nguvu za Mungu zinazopenya kwa ngome, zinazoharibu silaha za yule mwovu ibilisi, zinazokatakata minyororo, zinazodumisha na kusimamisha. Kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Hata kile kinajinua juu ya neno la Bwana. Na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Na kila chote kimejinua juu ya neno la Bwana. Masomo yetu, fahamu zetu zikaweze kunyenyekeshwa chini ya Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Maarifa yako yakanyenyekeshwa chini ya Kristo. Nguvu yako kama mwanadamu ikanyenyekee chini ya Kristo. Wasomi wakanyenyekeshwa chini ya Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndicho kitu ambacho tunahitaji tukaelewe. Kwa hivyo tunahitaji namna gani? Na nini hiki ambacho Mungu ananenea? Maana tunaambiwa si kwa mwili na damu. Utawezaona mtu akiona shida fulani ni kusema mimi nachukua kisu ama panga, tutapambana na huyo mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo haikusaidii. Hata huyo mchawi ama huyo mganga ukimbizane na yeye kwa upanga, hakuna chochote utafanya. Bwana Yesu apewe sifa. Vita tulizo nazo si za mwili na damu, ila ni za roho. Bwana Yesu apewe sifa. So we need the Spirit of God to be able to set us free, to be able to work for us, to be able to turn around every situation. Laana zimetufunga, tutababaika hapa na pale, tukishinda tutafanya namna gani? Lakini anayeweza kukufungua ni mwana kondoo, Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo na jina la Yesu Kristo na ushuhuda wa neno. Hakuna jambo lingine ambalo tunahitaji ili tukashinde na tukaweze kukombolewa kwa kila minazo. Bwana Yesu apewe sifa. Tumefungwa na dhambi, tunahitaji msalaba. Tumefungwa na nguvu za uchawi na uganga na hata mambo yetu yamesimama, tunahitaji huyu Kristo. Tumesumbuka na magonjwa na maradhi, tunahitaji Kristo na damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu apewe sifa. Maana hakuna kitu ni kigumu mbele zake. Kila chote kinachojiinua kinaanguka na kinasambaratika kwa jina la Yesu Kristo na kwa neno ya
ya Mungu ambayo utaachilia, ambayo ina nguvu na ina uweza wa kuondoa kila kizuizi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunahitaji kuomba Mungu rehema na kumwambia kila nira, kila kifungo ambayo imetesa na imekamata maisha yetu, akafanye nini? Akaiondoe. Bwana Yesu apewe sifa. Akavunje kila nira, akakatekate kila kamba za mauti, kila kamba za dhambi, maana yeye ndiye anayeweza. Laana na vifungo za hata umaskini ni kutangaza kwa jina la Yesu Kristo zikamalizwe nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Maana mara mingi tunakuta tunahangaika na tuna shida hapa na pale, lakini hatujui ni nini ambacho kinatufunga, hatujui ni nini ambacho tunahitaji kukabiliana nacho. Na ndio neno la Bwana inatuambia ni neno tu, na huyu Kristo tunamhitaji ili akatukomboe. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo shida yako haihitaji kukimbia hapa, na inahitaji uipe Bwana na kuambia Bwana, naomba unitatulie hili jambo. Naomba Bwana ukapigane vita vyangu. Naomba Bwana ukaharibu kila minyororo imenifunga, imefunga familia yangu, imefunga watoto wangu, imeharibu na kusambaratisha maisha yangu, imeharibu kazi yangu. Na Mungu anapoza. Bwana Yesu apewe sifa. The word of God says in the book of Isaiah 42 verse 7, the plan of God is to open the blind eyes. Walio vipofu anasema nimekuja kuwafungua macho yenu, kuyafunua yaone. To bring out prisoners from the dungeon. Atoe watu korokoroni na jela za yule mwovu ibilisi. Jela za woga, jela za kutokuwa na tumaini, jela za kutamauka, jela za magonjwa, jela za mambo yote ambayo si mazuri kwetu. Na ndio anasema, and those who dwell in darkness from the prison. Bwana Yesu apewe sifa. Na hao wanaokaa kwa giza akawatoe kwa hiyo jela ambayo wamewekwa. Giza ni mambo ya shetani, mambo ambayo yamefunga watu wa Mungu, ibada za kuzimu, mambo ambayo ni ya ulimwengu huu. Na ndio anasema those who dwell in darkness to come out of those prison. Bwana Yesu apewe sifa. Ni nini ambacho inasumbua maisha yako? Ni nini ambacho kinakukosesha kutembea na Bwana? Anasema nimekuja nifungue macho yako. Nimekuletea fahamu. Maana unapofunguliwa macho utaona mapenzi ya Bwana, utaona mpango wa Bwana, utaelewa huyu Mungu ni wa aina gani. Na ndio nasema na nikatoe mateka kutoka korokoroni, na hao ambao wanakaa kwa giza ama kuzimu akawatoe kwa hizo jela. Na ndio ombi letu kumwambia Bwana akatushughulikie. Maana tunapomlilia Mungu kwa ukweli na kwa uaminifu, hakika anasikia kilio chetu. Bwana Yesu apewe sifa. Anamaliza laana zetu. Maana huyu Yesu Kristo alikuja kutimiza sheria zote. Alikuja kumaliza hata laana, akaleta baraka. Alikuja kumaliza na magonjwa na maradhi na masononeko, atupe furaha. Na ndio anasema amani nimewaletea na furaha ninawaachia. Lakini shetani hataki ukae na hiyo amani na furaha. But by force we claim it. Bwana Yesu apewe sifa. Maana kunaye aliyeleta na ameileta na ametangaza kwetu kuwa nimewaleteeni furaha na nimewaletea ukombozi kutoka kwa minyororo za mateso na maangamizi. Na ndio nakuta ni mambo mingi ambayo yanatufunga. Ni mambo mingi ambayo yameshika wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kwanza tunajua ni dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Dhambi zimetulemea na dhambi zimetuweka korokoroni, mahali ambapo tunateseka na mahali ambapo hatuoni nguvu za Mungu, mahali ambapo shetani anatufanya na sisi vile anataka. Bwana Yesu apewe sifa. Maana ukishatenda dhambi tunaambiwa wewe si wake tena, anasema wewe ni mtoto wa ibilisi. Sivyo ndio Yohana anatuambia? 1 John chapter 3 verse 8. Those who have sinned from beginning, your father is devil. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hivyo kama tutatenda dhambi, atakuwa anaturudisha kwa ule utumwa tulitolewa. Anakurudisha pale, badala maisha yako isonge na mbele, inarudi na nyuma. Badala uone uzuri, unaona mabaya. Maana baba yako ni nani? Amebeba ubaya. Bwana Yesu apewe sifa. Unaanza kuandamwa na yule mwovu. Maana anapotamani kukuangamiza, lazima atafute vile atakushika. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima
angalie atakushika namna gani, na jinsi ya kukushika ni kuweza kutenda hayo mambo yake. Utakuwa umeingia kwa korokoro, na hata kama unatembea, hata kama unaishi, hata kama unaona uko free, spiritually utakuwa umefungwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndicho kitu ambacho tunaambiwa tumefunguliwa tayari. Tusikubali turudishwe kwa utumwa tena na kwa kuteswa. Maana shetani hata kutesa kabla akukamate, anataka kwanza akushike, akudhulumu. Bwana Yesu apewe sifa. Akushike, akunyang'anye. Maana that is how warfare goes. Atajaribu kukuvutia, na unapoingia ndani yake ajue huyu sasa ninammaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndicho kitu ambacho, kwa mfano tunajua Samson alitafutwa na njia mingi, na ndio tunaona in the book of Judges chapter 16 walikuwa wanataka kumwangamiza, na ndio tunaona walimleta karibu na kuweza kumuingiza ndani yao na kuweza kumuuliza, tuambie siri yako ni gani, tuambie nguvu yako iko wapi, tuambie siri ya kufaulu ni gani, tuambie unaweza namna gani. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nia kuu ilikuwa ni kujua ndio waweze kufanya hivyo, ama ilikuwa ni kumwangamiza. Walikuwa wanataka kumwangamiza, na ndio tunaona walikuwa na mfunga ili wakaweze kupambana na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Kila jaribu ikafeli, hadi wakati walipojua cha kweli, hapa ndipo nguvu yake ipo, walimfunga, na hapo ndipo mateso yalianza. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati watakuweza ndipo masaibu yako itaanza. Bwana Yesu apewe sifa. Ama kama unaona masaibu, jua ulishawezwa kwa njia moja ama nyingine. Na ndio unakuta yeye shetani anatutafuta kwa njia tofauti. Na ndio sisi tunahitaji tukaelewe na njama zake, na tukaelewe kuwa anatafuta Wakristo akawafunge na akawaeke minazo ili wasiweze kuangaza na wasiweze kutembea. Bwana Yesu apewe sifa. Maana yeye ni mdanganyifu. Yeye, hiyo ndio njama yake kwa Wakristo na wana wa Mungu. Na ndio tunaambiwa tukaelewe na njama zake. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani anapoanza kuharibu maisha yako, atakuja kama rafiki, atakuja kwa uzuri, lakini kinachojiri hakika utakuja kukuta umeharibiwa, ama mambo yako yameanza kuharibika, maana ulimpea nafasi. Bwana Yesu apewe sifa. Unapofanya jambo, labda for example umeenda kuiba, umeenda kunywa pombe, umeenda kufanya uzinzi, hiyo ni nafasi umepea shetani. Bwana Yesu apewe sifa. Na hayo itakuwa sasa amekunasa, aanze kuvuruga maisha yako, maana umeshatengwa na ukawekwa mahali utembee kwa leni tofauti. Sasa anataka kukurudisha, akufinyilie vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndicho kitu ambacho tunaambiwa tuziangalie na njia zake, tukajiepushe nazo. Maana yeye amekuja na kamba akafunge macho yako ili ukaweze kukosa kuona. Bwana Yesu apewe sifa. Ezekieli alipoitwa na Mungu, the book of Ezekiel chapter 3 verse 25, aliambiwa na Mungu, hawa wana wamekuwa waasi na wajeuri na hawawezi sikia sauti yangu. Wamefika hapa, na ndiyo aliambiwa, wewe utaenda katikati yao na utaenda kuwaambia, mimi Bwana ndimi nasema. Kila chochote utakachowaambia, waambie mimi Bwana nasema. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndiye akamwambia na akamuonya, akamwambia, lakini jihadhari, maana hawa hawana mpango mzuri ni kwa ajili yangu na wewe. Wewe utakapoenda pale, wataangalia vile watakufunga ukue mmoja wao, usiweze kazi ambayo nimekuitia. Bwana Yesu apewe sifa. Watatamani kukufunga ili ukakae kama wao, uwe mtu wa uasi, mtu wa shingo ngumu, na mtu ambaye aambiliki. Na ndiye akaambiwa na Bwana, ninakutahadharisha usiende kukubaliana na wao, maana jama yao ni kusimamisha kile Mungu amekusudia. Na ndiye alisimama na akaweza kujitahidi, na akaambiwa, hata watakapo kulazimisha, hata watakapo kudhuru, usiseme chochote hadi wakati nitanena nao. Unawaambia tu Bwana Mungu anasema. Bwana Yesu apewe sifa. Maana wao walikuwa na mpango, wakamfunge na kamba zao, kamba za mauti, kamba za maangamizi. Na hivyo ndivyo Wakristo sana sana tunafanywa na shetani. Tumeadhirika hapa na pale, lakini Mungu anatuambia amekuja kutufungua.
kuna afueni. Maana nauliza, ni nani huyo ambaye amekosa? Ni nani huyo ambaye ametegwa na ameshikwa na huyo mwovu ibilisi? Anasema, na walio na roho wake wasimame na waende wakamtoe kwa hiyo korokoro, wamtoe kwa hiyo mateso, wamtoe kwa hiyo hukumu, wamtoe kwa hiyo laana. Bwana Yesu apewe sifa. Si kwa nguvu za mtu, lakini kwa nguvu za Roho Mtakatifu zilio juu yetu. Ina uwezo wa kukuweka huru. Na ndicho kitu ambacho tunakuja mbele za Bwana na kumwambia Bwana akatuhurumie. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tuangalie Mithali sura ya 5. Proverbs chapter 5 verse 22. Mithali 5:22. Haya matendo tunayosema utatenda mambo, ni jambo gani umetenda ambayo si ya kiungu, ambayo ndiyo legal way ama nafasi shetani ulimpea kwa maisha yako, akaingia na akakanyanga na miguu yote na akaanza kukuhukumu, akaanza kuleta laana zake, amekufunga na kamba zake, amekuja kukuharibia maisha yako. Na ndiyo neno la Bwana linasema, Proverbs chapter 5 verse 22, the evil deeds, iniquity of the wicked ensnare or entrap them. The cause of their sin hold them fast. Bwana Yesu apewe sifa. Another version says, an evil man is held captive by his own sins. Yani dhambi ndizo zimetufunga. Inafunga wewe. Maana shetani hakika anataka kuja kwa maisha yako, ayaharibu, ayatawanye, akupokonye kile ulicho nacho, aibe furaha yako, amani yako, aibe baraka zako, ubaki bila. Na ndio tunaambiwa wakati unapoingia kwa dhambi, shetani kazi yake ni kuchukua kamba na kukufunga amalizane na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndicho kitu ambacho tunahitaji kujihadhari na kuweza kujua, kumbe wakati tunaingia kwa dhambi kuna mambo ambayo yanabaki yamesimama. Kuna milango ambayo imefunguka. Na hiyo milango inatuelekeza wapi? Kusudi yake ni gani? Ni kitu gani ambayo inakuwa imeingia kwa maisha yetu? Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa yote tu tunahitaji ukombozi. Tunahitaji neema ya Mungu. Mungu akaweza kushuka na kutuondolea kila kamba ambazo zimetufunga. Bwana Yesu apewe sifa. Maana unapo deal na hiyo dhambi utapata uponyaji. Unapoondoa hiyo shida, hiyo kitu ambacho inaleta madhara, utakuwa umepata afueni. Bwana Yesu apewe sifa. The evil deeds of the wicked entrap them. Zitakunasa, zitakushika, na hakika hutaweza kujitoa. Lakini tunahitaji Mungu aje akatekate kila kamba za mauti, kila kamba za maangamizi, kila kamba za kukumaliza ambazo zimekufunga. Umetenda dhambi, shetani yeye anaona umefanya, akakuachilia laana za magonjwa za aina ile, anakuachilia shida ya aina hii. Maana hiyo ndivyo anafanya. Bwana Yesu apewe sifa. Ni nini ambayo unapitia na unangangana nayo kwa maisha yako? Tunahitaji kuileta kwa Bwana na kuambia Bwana naye rehemu na naye ponya, akakukomboe, maana ni Mungu anayeweza. In the book of Psalms 124 verse 5, he says, and the snare he will cut it into pieces. Hizo kamba atakuja azikate ni kwa ajili yetu. Psalms 129 verse 4, it says, but the Lord is righteous. He has cut, or he is going to cut the cords for us from all the wickedness. Bwana Yesu apewe sifa. Minyororo ambayo imetufunga akaweze kutuondolea. Maana ni jama tu. Dhambi ni jama ya shetani kuweza kuingia kufahamia Mkristo. Na ndio tunaambiwa tujihadhari, tusirudi tena kwa zile njia tulikuwa nazo awali. Bwana Yesu apewe sifa. Maana Mungu anataka tukadumu kwa utakatifu na tukadumishe ushindi wetu. Maana unapopotea utapoteza kila kitu. Utapoteza baraka zako. Utapoteza kila kitu ambacho Mungu amekupea. Bwana Yesu apewe sifa. Kitambo ushtuka utakuta haya sina hii, kesho hiyo nyingine sina hii, kesho hiyo nyingine sina hii. Na ilianzia wapi? Ilianzia tu mahali pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo dhambi uliyotenda, hiyo dhambi, hiyo ibada ya kuzimu uliyoenda, hati pastor sikufanya, nilienda tu nikaekelea sandaka, nikaambiwa peana ina nikapeana. Hiyo tu.
ni chanzo cha shida zako. Hiyo tu ndio njia. Shetani alikuja ni kama akuji kuharibu maisha yako. Maisha yako akayumbe yumbe. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo tu ndiye anakuja kwa kila njia kuharibu kila uzuri. Lakini tunaambiwa tukajitahadhari. Imekuwa anakuja na jamaa gani? Kuna mstari ambao napenda uko 2 Corinthians chapter 2 verse 10. 2 Corinthians chapter 2 verse 10. Maana shetani tu anatafutanga kanjia kadogo ka kitu Mkristo anaona hii haina shida, ili akakumalize na ukaweze kuwa hauna sauti mbele za Bwana. Na ndio hapo kutoka mstari wa 8 Paulo ananenea kuhusu kutosamehe. Jambo rahisi, kutosamehe mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Unforgiveness. He says in verse 8, kwa hiyo na wasii kuthibitishia upendo wenu. Verse 9, maana naliandika kwa sababu hii pia, ili nipate bayana kwenu kwamba mmekuwa wenye kutii katika mambo yote. Mstari wa 10 anasema, lakini kama mkisamehe mtu neno lolote, nami nimemsamehe. Kwa maana mimi nami ikiwa nimemsamehe mtu na neno lolote, nimemsamehe kwa ajili yenu mbele za Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Na mstari wa 11 anasema, shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Utakosa kuelewa fikra na nia na lengo kuu ya huyu shetani. Maana anakuambia usisamehe. Ni Wakristo wangani wanasumbuana na kutosamehe? Kutosamehe inakosesha baraka za Bwana. Kutosamehe peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bitterness inakugharimu namna gani maisha yako? Unakaa na chuki na ubaya na watu. Shetani anaitumia hiyo njama tu kukusambaratisha. Hata unapoenda mbele ya Mungu usimuone Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kamba, amekuweka kamba na anashikilianga hiyo. Wakati unaenda mbele ya Mungu, unasema nataka hivi. Anasema si hii kamba nimeshikilia. Sasa mtazungumza nini? Hata anaambia Mungu, huyu nimeshikilia hii kamba. Na Mungu atasikia. Bwana Yesu apewe sifa. Because God says even in our Lord's Prayer, forgive others before I forgive you. So kama sisamehi itakuwa namna gani? A simple thing. Nataka tufanye mfano. Maana mtu sasa watu nakutana watu anambia pastor, mimi nimemwacha ama sijamsamehe ama nilimwachana tu. Ama nasikia ngumu kusamehe. Na wewe Mungu atakusamehe kweli? Maana neno ndio inasema. Bwana Yesu apewe sifa. Umewekwa kwa kifungo cha kutosamehe. Umewekwa kwa kifungo cha bitterness, kukasirika na makasiriko ambayo shetani anajua hii nikishikilia hautapenya popote. Mbingu itakuwa imefungwa. Bwana Yesu apewe sifa. Mbingu hakuna kitu utaweza zalisha. Na hiyo tu, lakini utakuwa unasema yule ni mzizi. Bila kujua mimi hata hii kutosamehe, hii ingine na hii ingine inanizuia. Maana Mungu anasema hakuna dhambi kubwa na dogo mbele zake. Na zote ni za shetani. Na anaposimama na kuweka objection, nakwambia itabaki objection. Hata kama umeambiwa kuna baraka, itasimamishwa until you clear yourself. Na hiyo tunahitaji damu ya Yesu Kristo ikatusamehe na ikakatekate kila kamba ya mauti na dhambi ambayo imekuandama, imekushikilia. Umengangana na addiction, umengangana na kitu imekulemea. Shetani uliingia tu rahisi tu, lakini kutoka ni shida. Kwa nini? You are already in a prison. Umeshakamatwa. Na ndio kitu nakuta mtu anaweza kuwa ameingia kwa madawa ya kulevya. Kutoka hapo imekuwa balaa. Sababu gani? Shetani ameshikilia na alimuingiza hapo amumalize. Bwana Yesu apewe sifa. Hata wengine hata si ati ainuke tena. Tunahitaji tu Mungu ili akaweze kutukomboa. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio Bwana anasema Isaya 61. Isaya 61. Isaya 61. Mstari wa kwanza hapo nateremka. Isaya 61 mstari wa kwanza kuteremka. Leo amefika anaweza tusomea. Isaya 61 verse 1 downwards hapo verse 1 2 3.
Some Kiswahili. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the broken-hearted. Bwana Yesu apewe. Katika roho wake anakutuma na ananituma tukaponye waliovunjika mioyo. Wamevunjika mioyo namna gani? With bitterness, with unforgiveness, with many bad things which are bothering their hearts. They don't have peace. They have wounds which cannot be healed by any medicine. Bwana Yesu apewe. Anaendelea na kusema nini? To proclaim liberty to the captives. Na kutangaza uhuru wa mateka. Umetekwa na jambo gani? Yesu anaweza. Yesu anakomboa. Yesu anaponya. Bwana Yesu apewe. Ni laana, ni magonjwa, ni shida baada ya shida kwako. Hiyo yote anasema tutangaze wokovu wa Bwana, uhuru wa Bwana juu ya maisha yako. Bwana Yesu apewe. Tutangazie wanyenyekevu. Tutangazie wanaotamani huyu Mungu kuwa amekuja kuponya mioyo yao. Amekuja kuwaweka huru. And then do what? And the opening of the prison to those who are bound. Bwana Yesu apewe. Wewe ulio kifungoni, tukakufungue kwa hiyo korokoro, tukufungue kwa hiyo jela. Imekuwa ni ya mang'ang'ano, imekuwa ni ya umasikini. Hiyo jela, hapo ni mahali shetani amekuweka. That is not where you belong. That is not who you are. Na ndio nasema hiyo inahitaji nguvu ya msalaba na roho wa Bwana ukakombolewe. Bwana Yesu apewe. Hakuna uzuri katika maisha yako. Unahitaji kutoka kwa hiyo jela. Maana ni jela shetani amekuweka. Mbona magonjwa, unakuta mtu anashika magonjwa January to December zinakufuata. Kwa nini? Na wengine pia hawana. Umefanyia Mungu nini? Bwana Yesu apewe. Mbona wewe maisha yako tu inakaanga imekwama, mbona isisonge? Na huyu Mungu ni mmoja na ndiye anatendea kila mtu, maana anasema bagui. Na ndio anasema kama ni dhambi tukasafishwe na tukatubu na tukaombe kukombolewa ili tukaangaziwe. Kama ni laana na vifungo, anasema na sisi aliyetupa neema tuende tukiweka huru. Tukiharibu kila nira, tukivunja kila milango na kutoa watu wake mateka. Bwana Yesu apewe. Na hapo anaendelea na kusema verse 2. Na tutangaze mwaka wa Bwana unayokubaliwa. To proclaim the acceptable year of the Lord. And the day of vengeance of our Lord. Na kutangaza siku ya kulipiziwa, siku ya kupiganiwa na Bwana. Maana Mungu anapokuja, hakika ni wakati wake wa kukutendea, ni wakati wake wa kukuonekania, ni wakati wako wa kukurejeshea, ni wakati wake wa kukomboa, ni wakati wako wa kukuinua. Bwana Yesu apewe. Maana anasema nitawainua wanyonge kwa mavumbi, nitakuinua umasikini kuweka kwa utajiri na wakuu. Bwana Yesu apewe. Mbona asitimize hiyo amenena? Maana anatuambia mimi ni mwaminifu kutenda hilo. Na ndiye anasema proclaim the acceptable year of God. Maana ametuambia peleka injili njema, peleka ujumbe wa heri, peleka injili nzuri kwa watu wangu. Bwana Yesu apewe. Na ndio ninatangaza ni neno la Bwana usiku wa leo, ukaweza kupata afueni kwa kile ambacho kinakusumbua, kwa kile ambacho kimekufunga, kila minyororo ikakatike, kila vifungo zikayeyuke, kila korokoro, kila kuta zikaanguke na milango ikafunguke. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Maana hivyo ndivyo Bwana amesema. Amesema enda tangaza with the Spirit of God. Bwana Yesu apewe sifa. Ezekieli akapelekwa kwa mifupa mikavu, hali tu ambayo ni mbaya. Na akaulizwa hii hali inaweza kuwa nzuri tena? Akasema mimi sijui, lakini mapenzi yako inawezekana. Bwana Yesu apewe sifa. Ni jambo gani ambayo umeng'ang'ana nayo? Mimi siwezi, lakini Mungu wetu anaweza. Kama ni mapenzi yake na kama ni mwaka wake, ukapate kukombolewa, ukapate afueni, minyororo ikakatike, vifungo zikaishe, laana zikaishe, Mungu anatenda. Bwana Yesu apewe sifa. Mara zingine tunakimbia kabla ya wakati wa Mungu, lakini Mungu anatuambia tuwe watu wenye subira, tukamngojee na tumtafute kwa bidii na juhudi, lakini atashuka. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndicho kitu ambayo Yesaya anaimiza. Na ndio anasema huo mstari,
And the day of vengeance of our God. Na wakati wa Bwana ndio huo mwaka wa Bwana. Huo mwaka wa kibali. Ni mwaka wa kuinuliwa. Ni mwaka wa kuuliziwa na Bwana. Maana anatuambia kazi yetu ni kusamehe. Na unaposamehe ambia Bwana, vita zangu ninafungua mlango kanipiganie. Maana wewe umewasamehe, umewachana nao, na Mungu ndiye ataenda kuwafinyilia kwa ajili yako. Chako niwaambie Bwana unataka kafanye nini na wao. Na ndiye anatuambia to comfort all who are mourning. Na tukafariji wanaolia, walio na huzuni. Maana shetani akikuja akafuruge, utafikiria utakuwa na amani? Au utakuwa na tabasamu? Bwana Yesu apewe sifa. Roho yako itakuwa inalia. Your spirit will be wailing. Itakuwa ina kilio. Na ndiye anatuambia enda fariji watoto wangu, enda watie moyo. Maana hiyo ndio sababu ya injili. Na ndiye anasema hao wana tumaini, enda ukawape tumaini ya kuona kesho, ya kuendelea na maisha, ya uponyaji, ya ukombozi, ya urejesho. Bwana Yesu apewe sifa. Hata Daudi alipopoteza kila kitu, alienda kwa mtumishi wa Mungu na kumwambia mimi nimepoteza kila kitu, karibu niangamizwe. What should I do? Akaambiwa Bwana ako na wewe. Utapokea kila chote ambacho kimeibiwa. Na ndio Mungu anasema hata yale tumepoteza, Joel chapter 2 verse 25, ataturejeshea, anatupea. Na ndio tunatangaza hata kama ni kazi na biashara, hata kama ni contract ambazo ulipoteza, ambia Bwana hakika ninakuja unitetee. Kile changu kimeibiwa, kile changu kimepotea, naomba urejesho. Naomba ukakirejeshe juu yangu na maisha yangu, kazi yangu, biashara yangu ukairejeshe, wateja wangu ukawarejeshe. Kila vita ambazo zimesimama mbele yako. Ni nini ambayo imesimama mbele yako? Amesema inafaa kuyeyuka. Bwana Yesu apewe sifa. Si mimi ninayesema, lakini Bwana neno lake nasema, kwa neno lake kila chote kijiinuacho, iwe ni mchawi, iwe ni mganga, chote kinashuka. Bwana Yesu apewe sifa. Ni laana zimewasumbua. Laana zinaweza kusumbua usipate kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Usione uzuri wowote. Maana it says if we disobey him, unaweza kuwa wewe huku mtii ama wazazi wako tii. Na kwa hivyo kama hukumu imeletwa juu yenu kama familia, kuna vita ambazo mnahitaji kupigana. Bwana Yesu apewe sifa. Mko jela ya kungangana na umasikini, ya kungangana na hii na ile, magonjwa, after hii. Maana shetani alitengeza kitanda yake ya kuchezeanga hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa Mungu kuna afueni. Anatuambia hao wanaolia, maana utakangana ungangane ufifie na ufike mahali. Tunaambiwa let's tell you that there is hope, there is restoration. Bwana Yesu apewe sifa. Na mstari wa 3 anasema to console those who mourn in Zion. Anafariji na anaweza kutia moyo hao ambao ni wake ambao wanaumia. To give them beauty for ashes. Anawainua mavumbini, anawapa utukufu. All is not lost as long as you are in God. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza enda chini lakini kuna kuinuka. Anasema hata mtu kato unachipuka. Bwana Yesu apewe sifa. Ayubu alimalizwa lakini aliinuka. Na akasema niko na baraka zaidi ya zile nilikuwa nazo. Mungu wetu kuna vile anatenda. Bwana Yesu apewe sifa. Na nini anasema the oil of joy for mourning. Atakuja tu kupambaza ama kukurembesha. Atakupaka mafuta, hutaparara. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo huzuni atakuondolea, hiyo kilio amekisikia. Na ndio anasema the garment of praise to the spirit of heaviness. Wewe ulio kwa korokoro ama kifungo cha ugumu wa moyo, add ni moyo gani huyo? Huyo ni moyo gani? Spirit of heaviness. Hiyo inatuambia nini? Spirit of depression. Nasikia niko na depression, napaka kupelekwa hizo nyumba zinaitwa aje? Rehabilitation. Bwana Yesu apewe sifa. Pastor nimepoteza kila kitu, mimi nasikia niko na stress, niko na depression, niko na hii na hii. What is spirit of stress? The spirit of heaviness. It is a yoke. Ni kifungo ambacho kinafunga watumishi wa Mungu ili ukaangamie na uluso na maisha. Ili ukaone ufai ama uwezi lolote. It is the spirit of heaviness. Mambo yanakuwa magumu. Unaona hata maisha hayana maana. Maana utakuwa imekusukuma. Na shetani anataka kukusukuma kufikisha ukingoni. Bwana Yesu apewe sifa. You tell what such a person. He says, I will give them the garment of praise for every spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Mungu anasuluni kwa ajili ya mambo yote. Na ndio unakutana na mtu amefika mwisho. Mtu anakuambia pastor mimi nataka hata kujinyonga.
It's not time to kujinyonga. It's time to come and surrender and give it to God. Na kuambia hiyo roho ya uzito ikuondokee, ikuachilie, na tuweke roho ya Bwana, roho ya tumaini na kuona kuna uweza, kuna sababu ya kuishi ambayo utakuta sasa utatazama maisha na njia zingine. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndicho kitu ambacho tunahitaji tukaelewe. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo haya mambo yote Mungu anatuelekeza tukaweze kujitenganisha na kila minazo na kila vifungo ambazo zimeandama maisha yetu, familia zetu. Anatamani tukavunje hizo vifungo. Kanisani kwa kazi gani? Tuharibu hizo kazi za shetani zinazokukosesha amani. Hizo magonjwa, hizo laana ambazo zimekutesa, ni kuzileta mbele ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna kitu Mungu arejeshi, hakuna kitu Mungu akomboi. Ni sisi tu tuelewe inafanyika namna gani. Wakati mambo yako namna hii, ni laana, ni dhambi, ni nini ambayo inaweza kuwa ndio chanzo cha haya matatizo. Maana natuambia ametupa funguo na mamlaka na uweza. Bwana Yesu apewe sifa. Tukatende inavyostahili, tukatengeze. Kama ni milango imefungwa, tufungue. Umewekwa kwa korokoro ya mateso na mahangaiko, funga ama fungua funja. Mtoke na familia yenu na mfunge. Ukitaka teketeza. Bwana Yesu apewe sifa. Maana ni kusema hapana, shetani hautatuweka hapo, na hii si sehemu yetu. This is what is ours. Bwana Yesu apewe sifa. And so we need to prepare our hearts. Tukatangaze juu yetu na kutangaza kila ambacho ni cha muhimu, yani ni kila ambacho tunatamani Bwana akatutendee. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord. Kwa hivyo nataka nikuongoze in a few minutes. We declare some things. Bwana Yesu apewe sifa. Are you ready to declare? He says what in the book of Job 22:28? Declare a thing and it shall be established. Bwana Yesu apewe sifa. Maana natamani tukatangaze na tukaweze kuona yakitendeka. So you will repeat after me. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. I declare every demonic spirit assigned to oppress me, now may they be destroyed in Jesus' mighty name. Every evil spirit, demonic spirit assigned to afflict me, to torture me, to catch fire right now, in Jesus' mighty name. Every evil spirit after my life, I declare it leaves my life, in Jesus' mighty name. Every demonic spirit behind my troubles, behind my sickness, right now, be uprooted, and die in Jesus' mighty name. Every evil spirit assigned to spy my life, I declare, may you be blinded right now, in Jesus' mighty name. Every evil spirit assigned to steal my finances, to disrupt my business, to steal my customers, to make me make these poor decisions, to affect my marriage, to steal my peace, to steal my joy, catch fire now and die in Jesus' mighty name. I declare that every stronghold assigned against my life and against my family be broken loose right now in Jesus' mighty name. Every chain, every evil covenant, may I declare it be broken loose in Jesus' mighty name. Every yoke of struggle, of oppression, of heaviness, of every spirit, I declare it be broken loose right now in Jesus' mighty name. I declare financial favor, financial riches, breakthroughs in Jesus' mighty name. I declare restoration of every stolen item, of every stolen blessing of my life in Jesus' mighty name.
We declare every financial curse, every sickness curse against my life, against my family, bow now and be broken loose in Jesus' mighty name. Every bad dream, every demonic force that is after my life, I declare it catch fire in Jesus' mighty name. We just declare and speak these things. What is it that you are in? We just declare. Tell God, I declare every power of sin that is holding me, that is always tormenting me, be broken loose in Jesus' mighty name. Every evil force of addiction of whatever kind must die in Jesus' mighty name. I declare every chain of bitterness, of unforgiveness, be broken loose in Jesus' mighty name. I cancel every demonic assignment and every evil scheme over my life in Jesus' mighty name. I destroy any legal and illegal grounds devil is using to attack my life, to attack our family in Jesus' mighty name. Every authority he has taken over my life, I take it back in Jesus' mighty name. I declare every spiritual thing existing knowingly and unknowingly be broken loose in Jesus' mighty name. Every covenant that I have entered into with demons, with evil spirits, in dream, physically, emotionally, I declare, I renounce it right now in Jesus' mighty name. I declare every demonic influence in my life be nullified and destroyed by the blood of the Lord Jesus Christ. I declare every curse that has strangled my life and our family be broken loose in Jesus' mighty name. I declare curse is not my portion, but blessing it is in Jesus' name. I declare every cord of darkness, of sickness, be broken loose in Jesus' mighty name. I declare I'm not a loser, but I'm a victor in Jesus' mighty name. I declare every spirit of struggle catch fire, and Lord, favor me in Jesus' mighty name. I declare every spirit of discouragement, of doubt, of weary, of hard-heartedness, catch fire and leave me in Jesus' mighty name. Amen. Hiko hivyo tu rais. You pronounce and you decree and you declare the power above every other power which sets you free. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hivyo hayo mambo yote na yale ambayo yanakuandama, nataka tunapoongozwa katika maombi, it's just a matter of praying. It's just a matter of telling God, I need you to set me free. Iwe ni magonjwa, iwe ni maradhi, iwe ni mang'ang'ano, iwe ni umasikini. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Maana yote Bwana amebadilisha ni kwa ajili yetu. I declare I'm not poor. The poverty of my life and of our family, Jesus Christ, he bared on cross. And the exchange with riches
with wealth. With wealth. And that is my portion. And that is my portion. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen. Asante. Bwana wabariki waimbaji. Bwana wabariki kila mmoja.